Kila mtu huzaliwa na jina, tabia na mazingira fulani, lakini katika ulimwengu wa nguvu, kuwa wewe ulivyo peke yake hakutoshi. Ili kushinda, ili kuheshimika, lazima ujijenge upya, uweze kuunda picha na utu utakaoleta mamlaka na ushawishi. Robert Greene katika kitabu chake cha The 48 Laws of Power anaita sheria ya 25 ya nguvu. Inasema, recreate yourself, jijenge upya. Endelea kutazama na tega sikio lako kwa umakini, kwa sababu funzo hili linaweza kubadilisha maisha yako kabisa. Robert Greene anaendelea kwa kusema, be the master of your own image rather than letting others define it for you. Incorporate dramatic devices into your public gestures and actions. Your power will be enhanced and your character will seem larger than life. Tafsiri yake: kuwa bwana wa taswira yako mwenyewe badala ya kuruhusu wengine wakufafanue. Changanya mbinu za kisanaa katika matendo na ishara zako za hadharani. Nguvu zako zitakuzwa na utu wako utaonekana mkubwa kuliko maisha ya kawaida. Katika jamii, familia na mazingira, mara nyingi yanatupatia nafasi au jina la kuishi nalo, lakini mara nyingi haya hayalingani na ndoto zetu. Nguvu ya kweli ipo kwenye kudhibiti simulizi ya maisha yako, kuchagua sura, tabia na hadithi unayoonyesha kwa ulimwengu. Ukiwaacha wengine wa kutengenezea taswira, utakuwa mfungwa wa matarajio yao. Lakini ukijiumba upya kwa makusudi, unakuwa mtu wa kipekee, mwenye mvuto na asiyechoshwa kuangaliwa. Robert Greene anatupa mifano halisi ya kihistoria inatufundisha kwa kina. Hebu tusikilize. Mwaka 1804, Paris, Ufaransa. Napoleon Bonaparte, kijana aliyekulia kwenye kisiwa cha Korsika, alianza kama mwanafunzi maskini wa jeshi. Alizaliwa bila jina kubwa wala heshima ya kifamilia. Lakini alianza safari ya kujijenga upya, sio kama kijana wa Korsika, bali kama mtu mwenye hatima ya kipekee. Siku ya kutawazwa kwake kama Kaisari wa Ufaransa, Papa mwenyewe alikuwepo kumpa taji. Kwa karne nyingi ilikuwa ni kanisa pekee ililotoa mamlaka ya kifalme, lakini Napoleon, mbele ya maelfu, alinyanyua mkono wake na kujivalisha taji mwenyewe. Watu wakashangaa, dunia ikatikisa. Huo ulikuwa mchezo wa akili na picha. Ujumbe ulikuwa wazi: mimi sijawahi kupewa mamlaka, nimejijenga mwenyewe na ninajipa mamlaka. Funzo: Napoleon hakukubali hadithi aliyopewa na historia. Aliunda hadithi yake mpya, akajijenga kuwa Kaisari. Hiyo ndiyo nguvu ya sheria ya 25, recreate yourself. Hebu tuangalie pia kisa cha Oscar Wilde. Mwaka 1880, London ilikuwa katikati ya mapinduzi ya fasihi na sanaa. Waandishi wengi walihangaika kuonekana kupitia maandiko yao, lakini kijana mmoja wa Ireland, Oscar Wilde, aliamua hakutaka kuwa mwandishi wa kawaida tu. Wilde alijua siri moja: dunia inakumbuka picha zaidi ya maneno. Hivyo akajenga hadithi juu ya mwenyewe. Alivaa mavazi ya kifahari, koti refu, shati lenye shingo kubwa, maua mkononi. Alitembea mitaani kama mtu aliye kwenye jukwaa muda wote. Watu walimgeukia, walizungumza juu yake hata kabla ya kusoma kazi zake. Zaidi ya hayo, Wilde alitupa kauli kali zenye kejeli na akili za haraka. Aliishi kama character ya riwaya, mtu wa hadithi. Hata maisha yake binafsi, anasa, utani na mtindo, yalikuwa sehemu ya sanaa yake. Kwa miaka ya 1890s hakuwa tena mwandishi tu, alikuwa icon ya fasihi na mtindo wa maisha. Funzo: inatufundisha kwamba usiache dunia ikutafsirie. Wewe ndio unaunda picha ya kudumu. Jinsi ya kutumia sheria hii: 1. Tengeneza identity mpya. Jiulize, unataka watu wakukumbuke kama nani? Usiache watu wakupe label, jitengenezee yako. 2. Tumia mazingira yako kama stage. Mahali unapoishi, unavyovaa, unavyoonga ni sehemu ya hadithi yako. Kuwa flexible, usibaki pale pale. 3.
Ukibaki vile vile muda wote, watu wanakuchoka. Badilika, ongeza chapter mpya maishani mwako. 4. Fanya branding ya kipekee. Kila mtu ni brand. Jiulize, watu wakikuona mara ya kwanza wanapata picha gani? Tahadhari, usijijenge kwa uongo mtupu, utagunduliwa. Usijibadilishe mara kwa mara hadi watu washindwe kukuamini. Usijenge picha isiyoendana na nguvu zako halisi, lazima brand yako iendane na thamani yako. Sheria ya 25 inasema, recreate yourself. Usikubali historia yako ikuandikie hadithi. Jijenge wewe mwenyewe upya, uwe mwenye nguvu, mwenye mvuto na mwenye heshima. Watu hawakumbuki ulivyozaliwa, wanakumbuka ulivyojijenga. Hivyo usiogope kubadilika, kwa sababu kila kujibadilisha ni fursa ya kuandika sura mpya ya nguvu zako.